Nilimkuta mke wangu akimnyonyesha kwa siri mtoto wetu wa miaka 15 usiku wa manane. Sikuwa najua chochote. Daniel alikuwa amesimama kando ya barabara, akishika chupa ndogo ya maji kwa mikono inayotetemeka. Chupa hiyo ndiyo ilikuwa matumaini pekee ya kumwokoa mwana wake wa miaka 15 dhidi ya kifo kilichokuwa kinamkaribia kutokana na kile alichokuwa akinyonya kila usiku wa manane. Daniel alipokuwa akikimbilia gari lake kwa haraka, mtu fulani alimgonga ghafla. Chupa ikatoka mkononi mwake, ikaanguka chini na kuviringika moja kwa moja hadi kwenye mtaro wa maji machafu. Daniel alipiga kelele kwa uchungu. Magari yakaanza kupiga honi kwa sauti, huku maji machafu yakimeza chupa ile. "Huo ndio uhai wa mwanangu!" Daniel alinong'ona kwa hofu. Kwa mikono inayotetemeka, Daniel alitoa simu yake na kumpigia mchungaji wa familia. "Mchungaji, tafadhali," alilia. "Chupa imeanguka kwenye mtaro na kila kitu kimemwagika. Naomba unipe nyingine haraka. Junior atakufa nikichelewa." Mchungaji alikaa kimya kwa muda mfupi, kisha akasema, "Rudi hapa mara moja. Mungu hataruhusu uovu ushinde leo." Daniel aliendesha gari kwa kasi kubwa. Alipofika kanisani, mchungaji alisali tena na kumpa chupa nyingine ya maji. "Fanya haraka," alimwonya. "Muda umekaribia kuisha." Daniel akaelekea haraka shuleni kwa Junior. Alipomkuta, Junior alikuwa amekaa peke yake chini ya mti, akiongea peke yake. Mwili wake ulikuwa dhaifu na macho yake yalionekana kama hayana uhai. Daniel akapiga magoti mbele yake. "Junior mwanangu, kunywa hii." Junior aliitazama chupa kwa muda mrefu, kisha akaanza kunywa taratibu. Dakika chache zikapita. Ghafla, mwili wa Junior ukaanza kutetemeka kwa nguvu. Walimu wakaanza kupiga kelele. Daniel akamkumbatia mwanawe huku akilia. Kisha kila kitu kikanyamaza. Junior akaunyanyua uso wake na kumtazama Daniel. "Baba?" alisema kwa sauti ya chini. Daniel akalia kwa furaha. Mwanawe alikuwa amerudi katika hali yake ya kawaida. Wakati huo huo, mbali pale nyumbani kwa Daniel, Sonia, dada pacha wa mke wake, alianza kupiga kelele kwa nguvu. Majirani walisema alitoka nje akikimbia, akirarua nguo zake na kungoa nywele zake. "Nilimuua!" alipiga kelele. "Nilimuua dada yangu! Nilitaka maisha yake, nilimtaka mume wake, nilitaka kila kitu." Alianguka chini akicheka na kulia kwa wakati mmoja. Watu wakakusanyika. Polisi wakaitwa. Sonia alikiri kila kitu, jinsi alivyomuua dada yake, jinsi alivyomtumia Junior kama chombo, na jinsi alivyopanga kumwekea sumu na baadaye kumuua Daniel. Polisi walipomchukua, akili yake ilikuwa tayari imevurugika kabisa. Junior